Mzee Mtitu, ni siku nyingine. Kwanza shikamoo. Marhaba, salama. Salama kabisa. Leo ni dabi ya Kariakoo, lakini inapigwa Zanzibar. Naona wewe hujasafiri na timu, lakini sara za wazee pengine zinavuka maji mpaka Zanzibar. Kwanza tuanzie hapa, unaizungumziaje dabi ya leo dhidi ya mtani wako Young Africans? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniamsha salama kufika siku ya leo ya Jumatano kuishuhudia dabi. Kama nitafika muda huo hapo, namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu muda huu mpaka saa 2:30 ni muda mrefu. Lolote hapa kati kwa mwanadamu linaweza likakutokea. Kwa hiyo katika hilo nitamshukuru Mwenyezi Mungu kama atanipa uhai na uzima wa kuishuhudia muda huo. Lakini pia dabi imefika. Isipokuwa kama tulivyokuwa tunazungumza siku 2-3 za nyuma kwamba TFF hawatutendei haki kwa kuzitoa mechi zetu nyingine hapa zenye umuhimu kuzipeleka Zanzibar. Sasa unakuja ukuta kama vile tunavyoeleza kwamba mpira wetu hapa mara nyingi ni wa kisiasa, ndio kweli unaonekana ni wa kisiasa. Kwa sababu wao watakapokuwa na ufunguzi wao wa ligi kule Zanzibar wataleta hapa? Ndio swali leo tunajiuliza. Kwa sababu huu ni ufunguzi wa ligi ya Tanzania bara. Sasa itakapofika ufunguzi wa ligi ya Zanzibar wataleta mechi huku? Hapo tunawaachia wao maswali haya, viongozi wetu wa mpira katika nchi hii watupe majibu. Lakini sisi baadhi yao wenye nafasi watakwenda. Mimi sasa hivi siko katika kufuatana sana na timu, nimeacha muda mrefu, tumewaachia vijana. Alafu pia hapo kati nilikuwa naumwa, kwa hiyo sina uwezo wa kutoka hapa kwenda Zanzibar. Pengine ile pesa ya kutoka hapa kwenda Zanzibar ingenifaa kununua dawa kwa sasa hivi. Matarajio yako ni yapi Mzee Mtitu? Mechi itapigwa mnamo saa 2 za usiku. Unaiona Simba yako ikienda kuonyesha ubabe kama mechi ya mwisho dhidi ya Young Africans? Tena inakuja katika wakati ambao tunauhitaji, kwa sababu mara nyingi tunapocheza Zanzibar katika uwanja ule wa New Amani Complex, wakati ule ulikuwa unaitwa uwanja wa Amani, muda wa usiku. Nakumbuka Mwakalebela beki mbili wa Yanga aliwahi kugeuka pamoja na marehemu Saidi Mzirai, aligeuka paka katika uwanja ule katika mashindano ya Sekafa haya ya vilabu Afrika Mashariki, aligeuka paka muda huo wa usiku, uwanja ule. Kwa hiyo uwanja ule sisi mara nyingi tunakuwa na uzuri nao, sio bahati, hapana, uzuri nao. Mzee Mtitu, ukisema aligeuka paka watu wanashindwa kuelewa, aligeuka paka kivipi? Penalty ilipopigwa, penalty ya mwisho anakwenda kupiga David Mwakalebela aliyekuwa mchezaji wa Yanga wakati ule. Kama yuko hai basi Mwenyezi Mungu amzidishie uhai, kama amekushafariki Mungu amrehemu. Na marehemu Mzirai ambaye ndo alikuwa kocha wa Young Africa, penalty anakwenda kupiga David Mwakalebela, penalty ikapaa juu, basi pale akatokea paka mweusi akapita kwa haraka sana. Basi pale tukasema kwamba Mzirai ageuka paka, ikawa hiyo slogan hiyo uwanjani, Mzirai ageuka paka, kwa sababu penalty imepaa na ndio ilikuwa penalty ya mwisho, sisi tukanyakua ubingwa, Mzirai kageuka paka. Kwa hiyo pengine na hilo linaweza likatokea sasa hivi, au ulikuwa una maana gani Mzee Mtitu? Ni vitu vyetu vya miujiza vya dabi ya Kariakoo. Anaweza kutokea paka, ama akapita mbwa, ama akapita njiwa, ama unaweza kujua usiku ule, lakini akazuka njiwa pale au kunguru, basi tukapata msemo, na wakati huo pengine ndio tunawalaza sasa, kama tulivyowalaza kwenye kombe la Muungano. Yes. Kwa hiyo pengine dabi waga aishi hivi na vitu vyake. Ina vituko kama hawakupita katika akali minal khalili. Kwa sababu wenzetu wajanja sana wakupita kwenye akali minal khalili kutengeneza chochote kwa baadhi ya waamuzi ama kwa baadhi ya wachezaji wanaocheza nao. Kama haikupita humo watashangaa. Lolote linawezekana. Yaani ndio watashangaa. Kuna watu wamefika mbali wanasema kule hamna nyumba nyeupe. Kule hamna nyumba nyeupe. Kule hamna nyumba nyeupe, lakini sisi uwaga tunakuwa na chumba chetu. Tunaweza hata tukatoka ama tukaruka ukuta ama tukafanya nini. Kwa hiyo vitu vya kawaida.
Mzee Mtitu, matarajio yako, unategemea pengine ushindi wa umeshaipa timu yako ushindi, unategemea ushindi wa aina gani, wa kishindo gani? Sijaipa ushindi, lakini kwa imani yangu, kwa namna ya Simba ilivyo vizuri, nategemea kupata ushindi wa leo, kuchukua ngao chini yake. Yani namnyang'anya ngao kwa mara ya kwanza, nacheza naye fainali ya ngao, nachukua mimi, yani ndo naanza ligi. Lakini wamesajili wenzao. Sharulile wanaita Shashamani. Shashamani. Unamjua? Akimbilie kwenda kujiangusha kwenye penalti. Tena penalti yenyewe offside. Offside kwenye mechi ya majaribio tu. Alafu inakuja mtu anaguswa, anaambiwa penalti. Hiyo haipatikani. Kama hiyo atagongwa nje kabisa, sio ndani. Kwanza ruhusa ya kuingia ndani atampa nani? Sharulile kuna mtu mmoja pale anaitwa Rusheni. Anamjua vizuri sana, atamtoa kule nje. Wana wengi, wana mwingine anaitwa Sheikh Ibrahim Tule. Yule Sheikh atakwenda msikitini tu. Yaani yule atakwenda msikitini kwenda kusalisha. Si imamu? Imamu. Basi atakwenda kusalisha. Wala hata hatupi shida yule. Sheikh Ibrahim wala hatupi shida. Huyo Shashamani hatupi matatizo. Wala hata hatuna shida nao. Waje tu. Waje tu. Mzee Mtitu, tunatoka hapo. Tumeona jana mitandao ya kijamii ilizizima baada ya aliyekuwa mchezaji wa Simba Sports Club Selemani Mwalimu, baada ya kutambulishwa siku 3 zilizopita rasmi na Young Africans wakamtambulisha kama mchezaji wao. Wewe kama mzee wa Simba na mwanachama wa Simba Sports Club, hilo jambo umelipokeaje Mzee Mtitu? Kwanza awali ya yote nampa pole kijana wangu Ahmed Ally katika hili la Selemani Mwalimu. Ahmed Ally inatakiwa azungumze vizuri na vyombo vyake vya yeye ndo mkuu wa habari, lakini kuna chombo kumle ndani cha matangazo, awe anazungumza nao vizuri, awe anawapanga vizuri. Halafu lazima aelewe Ahmed Ally, mpira wa Tanzania ni siasa. Mpira wa Tanzania ni siasa. Viongozi wote wa mpira katika nchi hii ni siasa. Iwe Simba, iwe Yanga. Simba, iwe Yanga, iwe Azam, iwe yani timu yoyote ile. Wanazama sana kwenye siasa. Hata mchezaji unaweza kutaka kumchukua Mtibwa. Msemaji wa Mtibwa anaweza kukuambia hakuna hicho kitu. Kifaru huyo. Hakuna hicho kitu. Wala hakiwezi kutokea kumchukua mchezaji wetu. Unaona bwana? Kwa hiyo wanaingia kwenye siasa hata wasemaji wetu. Sasa Ahmed Ally bado anakumbuka kutoa habari kama alivyokuwa Radio Free Africa au alivyokuwa Azam, kutoa habari zilizonyooka. Hajui kama ameingia kwenye mambo ya mpira na yeye aingie na siasa. Halijui hilo. Yeye yupo kitaaluma. Yeye yuko kitaaluma. Ahmed Ally amesoma vizuri. Amesoma chuo kikuu katika jambo la habari. Kwa hiyo yeye anakuwa kwenye kitaaluma zaidi. Sasa aangalie, yani awe anapata 100% ya habari kutoka katika shina lake. Sio kutoka kwenye vyanzo vya ovyo ovyo, kutoka kwenye shina lake. Ikiwezekana akiambiwa mchezaji huyu tushamaliza, apate mpaka vocha zile, mpaka ile mikataba, kila kitu. Je, kweli tayari? Sio akiambiwa huyu tayari anatoka anazungumza. Kwa hiyo hili kwanza nampa pole Ahmed Ally. La pili, mnatukosea kutuambia kwamba mchezaji yule aliyekuwa mchezaji wa Simba hakuwa mchezaji wa Simba. Alikuwa mchezaji wa alikuwa mchezaji wa Wydad. Na Simba walikuwa wanatafuta nini? Simba walikuwa wanataka kurudia tena kumchukua kwa mkopo. Si umenielewa? Sasa kwenye kumchukua kama alivyokuwa Neo Maema. Neo Maema tunaona aliondoka kwao. Tukawa tunazungumza na Mamelodi. Mpaka pale tulipokubaliana na yeye mwenyewe kukubali zile contact zetu, akafanya nini? Karudi. Mlipata habari kama nyinyi atarudi Neo Maema? Tulijua Neo Maema na Simba ndo basi. Umeelewa hiyo? Kwa hivyo kitu cha mkopo kinakuwa na shida sana. Anaweza kukaa tena mkopo wenyewe wa mapesa ule. Sio mkopo wa bure. Mkopo ule wa kununua. Wao walivyoona kwamba sisi tumekosa mtu wa kumuuzia wale Mamelodi. Kwa sababu ilisemekana kwamba atakiwa Kaizer Chiefs, atakiwa wapi, lakini walivyoona imekosekana,
wakaamua kufanya nini? Kukubaliana na mkopo wa Simba. Sawa sawa na huyu Selemani Mwalimu. Selemani Mwalimu alikuwa na ofa aidha za kuuzwa ama kwenda mkopo. Sasa bahati isiyo mbaya, sio bahati mbaya, bahati isiyo mbaya, jamaa zetu wakaingia kichwa wazima. Ndio hizi siasa nilizokuambia, siasa za mpira. Wakaingia wazima, na kwa sababu ana mtu ambaye hajui mpira yule Ghalibu Saidi Mohamed akaenda kuambiwa tu yeye anataka kufanya biashara, basi na yeye analipuka. Si mchezaji wa kumchukua dola 200,000 kwa mkopo. Dola 200,000? 200,000 haiwezekani. Bilioni 2 na bilioni 1 na chochote hizo. Si dola dola 500,000. Okay, dola 500,000. Sawa. Dola 500,000 ni bilioni 1 na milioni kama 200 na chochote, sio? Si mchezaji wa kumchukua kwa mkopo kiasi hicho. Kwa hiyo tukubaliane, sijawahi kuona ama kusikia mchezaji wa mkopo katika Afrika hii kwa nchi yetu unamchukua kwa kiasi hicho, kwa sababu ule usajili peke yake, mchezaji wa kumsajili kwa kuvunja mkataba labda unaweza kuongeza kidogo tu katika dola hizo 500,000 labda 700,000 hivyo, lakini sio dola 500,000 kumchukua kwa mkopo. Hapa lazima haya mambo hapa lazima Ghalibu angalie vizuri. Kwa hiyo pengine hata GSM naye hajui siasa za mpira. Hajui, na ndio maana kila anapokurupuka tu anasema Yanga bingwa. Si umenielewa? Yaani GSM, maana usiseme GSM, sema Ghalibu. Sababu ukisema GSM kuna umoja wa watu wengi mle ndani. Ni kampuni. Kuna Ghalibu, kuna Salah, kuna Mohamed, wote wako mle. Si umenielewa? Kwa hiyo unakuja ukuta ukisema GSM kama wote, Ghalibu siasa za mpira hazijui na watapasuka sana. Angewauliza kina kuna watu fulani hapo walikuwa wanaitwa kina Sefu Magari pamoja na mwenzie yule alikuwa anaitwa nani, Bin Klebu. Manji aliwakimbia. Baadaye Manji akaja kumpa makamu mwenyekiti wa Yanga wakati ule bwana Sambode nani, nimemsahau kidogo. Ndio aliyempa jukumu, wanakwenda zao nje kucheza mechi ya kimataifa. Ndio aliyemwachia fuko lote, akamwambia wewe bwana, utakwenda nje, utasimama na huu mfuko, lolote litakalotokea. Wale kina Bin Klebu wakanuna, wakaamua kukimbia. Kina Bin Klebu wakaona haiwezekani. Sanga ndio alikuwa makamu mwenyekiti wa Yanga. Sanga alivyokwenda kule akarudisha chenji kwa Manji. Aliporudisha chenji wale wakanuna, kwa nini unarudisha chenji wakati chenji ilikuwa hela yetu? Akamwambia hapana, hatuwezi kutumia hela ambayo sio yetu. Hii kule tuliopewa tumeshatumia, tumemaliza, tunarudi sasa, hii chenji turudishe kwa bosi. Wale wakanuna, wakaamua kuachana naye, yaani wakaacha kabisa na mambo ya Yanga. Bin Klebu pamoja na Sefu Magari wakaachana kabisa na mambo ya Yanga. Kwa hiyo hivi vitu hawa wanaokimbilia kusema kwamba ngoja tukachukue mchezaji, ngoja tukafanya hivi, mchezaji tumepatana naye kiasi hichi, wanapiga. Kwa hiyo tukubaliana na kauli ya Kretus Magoli kwamba Selemani Mwalimu hana thamani hiyo na Simba haikuwa tayari kumchukua kwa shilingi bilioni 1. Thamani hiyo kwa mimi siioni. Hata na mimi pia naungana na pamoja na Ellis kapigwa. Sio Engineer Ellis, kama alienda mwenyewe Engineer Ellis kapiga yeye. Kama alienda yeye kapiga yeye, kampiga GS wake, kampiga Ghalibu. Yes, biashara.